hatupaswi kuchanganya mambo kuhusu uwekezaji na kujenga utajiri, kwamba uwekezaji hauwezi kujenga utajiri. Badala utajiri unajengwa kwanza kupitia kutoa thamani kama biashara, alafu baadaye ndio mtu anawekeza. Lakini nisisitize zaidi kwa sababu inaonekana bado watu wanaamini kwa inapozungumzwa kuhusu uwekezaji, picha ambazo wanaipata ni tofauti sana kile ambacho kinamaanishwa kwenye uwekezaji. Na tuna bahati kwamba kwa mfano kwenye nchi yetu riba ya uwekezaji ilikuwa iko juu sana, yani marejesho ya uwekezaji ilikuwa iko juu sana. Kwa mfano hati fungani za serikali zilikuwa kwenye 15% huko za muda mrefu. Nchi nyingi hazina hizo riba. Sasa kadiri muda unavyokwenda, zile riba zimekuwa zinashuka kwa kasi sana, na hizo zimeshika mpaka 12% na zinaendelea kushuka. Zinavyoshuka watu wanashtuka, mbona zinashuka, inakuaje? Ukweli ni kwamba ziliweka juu kwa sababu labda watu walikuwa hawajapata elimu ya uwekezaji, kwani kama kuvutia watu wawekeze. Sasa ukishakuwa na wawekezaji wengi, sasa unakuta kwa mfano kila uwekezaji unatolewa hasa hati fungani, wanaoomba ni wengi kuliko ina nafasi inayotolewa. Sasa unafikiri ukishakuwa na bidhaa ambayo kila mtu anaitaka na wewe unafanya nini? Si unapandisha bei, ndio? Kwa hiyo ndio maana zinashushwa bei sasa, zinashushwa riba yake sasa, na watu wanaanza kuona mbona ya kuaje sasa, na zitaendelea kushuka. Sasa ili tujiandae vyema na tukae eneo sahihi, ndio maana nimeleta barua hii leo ili tuelewane vizuri sana. Naendelea kusisitiza, utajiri haujengwi kwa uwekezaji. Uwekezaji unatunza utajiri ambao umeshajengwa katika vitu vingine, katika maeneo mengine. Kwa hiyo swali kubwa ambalo mtu anapaswa kujiuliza sio kwamba niwekeze wapi nipate pesa zaidi, niwekeze wapi nipate faida kubwa zaidi. Swali kubwa ni ninawezaje kujenga uwezo wa kuzalisha fedha nyingi zaidi. Ukishazalisha sasa ndio utasema niwekeze wapi nitunze thamani yake zaidi. Hilo ndio swala msingi ambalo unapaswa kujiuliza na liweze kuleta matokeo mazuri. Sasa kwenye barua hii ya kocha nimeeleza maeneo matatu ya kuwekeza. Eneo la kwanza ni kuwekeza kwako mwenyewe. Hapa ndiko ambako watu wengi wanasahau au wanaruka na inawagharimu sana. Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki, kwenye haya maisha unaweza kupoteza kila kitu, lakini hauwezi kupoteza kile ulichowekeza ndani yako mwenyewe. Na hii ndio sababu kwa nini unapaswa kuwekeza ndani yako. Huu ndio uwekezaji namba 1. Kuwekeza ndani yako. Na kuwekeza ndani yako maana yake ni kujenga uwezo wako wa kuzalisha thamani, kujifunza, kusoma vitabu, vinahitaji gharama kununua, vinahitaji muda kusoma, kuhudhuria mafunzo mbalimbali, kupata washauri. Hivi ni gharama, lakini vinakujengea uwezo wa kuweza kujenga biashara, kuweza kuongeza kipato, kuweza kutoa thamani kubwa zaidi na ukaweza kulipwa zaidi. Kwa hiyo sehemu ya kila kipato chako irudishe kwenye uwekezaji wako wewe mwenyewe. Wekeza wewe kuwa bora, kuweza kutoa thamani kubwa ambayo itafanya uweze kulipwa zaidi. Lakini namba 2 ni kuwekeza kwenye biashara yako. Katika kujitafuta na kujipata, unapaswa kupeleka akili yako yote kwenye kitu kimoja tu, kujenga biashara ambayo inajiendesha bila kutegemea moja kwa moja. Hiyo ndo kipaumbele cha kwanza kwako. Vingine vyote vikae nyuma huko, visubiri. Huyo unapofanya biashara na ukapata faida, sehemu ya ile faida irudi kwenye biashara kama sehemu ya kuwekeza ili uweze kukua zaidi. Kwa bahati mbaya wengi wakishapata faida wanaanza kuitoa, wanapeleka huku, wanajenga, wanaenda kuwekeza si wapi. Wekeza kwenye biashara zaidi ili uweze kuikuza zaidi na zaidi. Na kubwa sana, wekeza kwenye masoko, maana ujulikane zaidi. Wekeza kwenye timu, ajiri watu wenye uwezo mkubwa. Hata kama hauwezi kulipa mwanzo, lakini kama unawekeza, hata kama haileti matokeo mwanzoni, ili uweze kukua. Na eneo la tatu ni kuwekeza kwenye mifuko pamoja. Sasa sisemi usiwekeze kabisa, hapana. Badala yake, sehemu ya kile ambacho unajipa kwenye biashara yako, wekeza sehemu ambayo haihitaji akili yako, haihitaji ujue ufuatilie soko. Leo soko linaendaje? Leo riba ngapi? Leo hatifukani ngapi? Leo hisa ngapi? Unawekeza wapi sasa? Wekeza kwenye mifuko pamoja ya uwekezaji. Hii na wataalamu ambao wanashauri uwekezaji. Weka kazi yako, unaweka, unasahau, ndio mambo yako mengine.
ili sasa uendelee kujenga thamani kadri unavyokwenda, na biashara inapokuwa na unazidi kuuza kipato, basi utawekeza maeneo ambayo ni makubwa zaidi. Rafiki, hayo ndio maeneo matatu ya kuwekeza, na sio kuhangaika na hisa, hati fungani, sio vitu gani. Hapana. Kama unajitafuta, wekeza kwako mwenyewe, uze biashara yako na wekeza mifuko ya pamoja. Ingia kwenye Tanzanite Skills Academy, nenda kwenye majarida au newsletter, chagua jarida la barua za kocha, soma barua namba 138 na uende ukafanyie kazi. Asante na ukawe na siku bora kabisa leo.